guys, katika video zilizopita tulijifunza kuhusu logical operators na tushamaliza kuhusu logical operators. Kwa katika video hii tutaenda kujifunza kuhusu if statement. If statement kwa kifupi tu ni njia ambayo inatumika kuiambia program itekeleze maamuzi kwa hali fulani. Labda inategemea na hali yenyewe ambayo utaenda kuona katika mifano hii. Na mwisho wa video hii utakuwa umeweza kuelewa if statement na utakuwa umeweza kufanya vizuri. Kwa hiyo tuanze moja kwa moja. Jana tumetumia mfano wa data type ambayo ni bool. Kwa hiyo katika video hii itaenda kuangalia mfano, tutatumia mfano wote, hata bool, hata tutatumia bool na integer hivyo hivyo. Kwa hiyo mambo yatakuwa mazuri. Bila kuongea nianze moja kwa moja, tusimalize sana. Mfano wangu kama kawaida ni port. Napenda sana kutumia kwenye integer. Kwa hiyo andika port ni hiyo hapo. Then kwenye if statement sasa, kwenye if hiyo if utaandika if port sawa na hii, if port sawa na hii hiyo 443 itoe output ambayo output ni output yetu. Kwenye if statement tunatumia hizi kutoa output, tunatumia hizi nini zinaitwa, hizi brackets za namna hii, sio zinaitwa jinsi sawa jina lake utajua namna ambayo zinaitwa pekee yake. Kwa hiyo tatumia hapo tutafanya kwa mfano kama port ni hii hapa, tambia program kama port ni sawa na hii, basi itoe output hii hapa ambayo tunaenda kuiandika hapa. Kwa hiyo utaandika output yoyote ambayo ambayo itaendana na port hiyo. Kwa mfano tunasema atatumia labda your nini, site is secured by site data are secured. Kwa hiyo kama programu itaangalia kama port ndio hii, kama port sawa na hii, hapa tunaongeza kwa sababu sawa inaandikwa hivi, sio sawa moja kwenye ku assign value unaandika kwenye ku assign variable unaandika hii, lakini kwenye kumaanisha kwamba hii port ni sawa na hii, lazima tuweke sawa mbili hapa. Kwa hiyo utaandika hivyo, then tachukua terminal hapo, then compile. Baada ya compile execute, tuone output yetu. Ona site secured. Kwa mfano sasa tukabadilisha port hapa, tukaweka labda port 80, afu tu compile tuone itafanyaje. Haitarudisha chochote kwa sababu port sio sawa na nini, sio sawa na hii 443. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Kingine na tukatumia mfano mwingine wa wote ule ambao ni tunataka, na tukatumia mfano wa bool na itafanya kazi fresh.
tuone bool. Tutumie mfano ambao tulitumia jana wa VPN. Tunasema labda if VPN connected VPN connected, hapo tuandike true. Unaandika hivi bool access granted, andike access granted. Sasa kama naandika, lakini hii kwa sababu ni sisi tunaandika hizi variable, hata ukikosea spelling haina shida, lakini labda ukikosea spelling kuna huko kwenye data type ndo itakuwa shida. Okay, hapa kwenye if statement tutaandika if VPN, tutachukua hii hapa hii variable yetu, alafu tutaandika if VPN connected and access. So lazima tuandike end class. Hapa tukatumia hata o na tukatumia o connected o, alafu tunaziweka kwenye nini, kwenye bracket hiyo. Then hii ina ya kuweka na ile, kwa sababu hii ni sentence moja, sema ni vile kwamba hii tu inakuwa kazi yake tofauti. Kwa hiyo kama VPN na access, kama VPN au access iko ni true, basi itafanyaje? Itoe output hii hapa ambayo tunaenda kuandika std out labda itoe output gani? Labda you are in a ghost mode. Andika hivyo. Kwa hiyo kwenye terminal hapa compile error, kwani imetoa error, nimesema before token std ghost mode, tujaweka nini na kitu hatujaweka nini hapa. Kwa compile tena, then umeona kwamba you are in ghost mode. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni VPN na hata tukiweka false, kwa sababu inachohitajika ni hii na yetu ni true, ni iwe connected au ni VPN iwe connected au access iwe granted. Kwa hiyo hapa ni vitu viwili vinahitajika, either ni kitu kimoja kinahitajika, either hiyo ni nini au either VPN imekuwa connected au access imekuwa granted. Lakini labda tukiweka false zote ndio itagoma. Tukiweka false umeona bwana nimeruka inaruka. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeweka false, kuna haileti nini output yote, ili sasa ikiwa inaruka ilete output, labda ikinani hapa ilete output hiyo, tutaona kwenye
if else statement. Hii ni if, kwa hiyo hamna nini, hamna else. Sasa katika somo lijalo utaandika programu yetu ya if else statement, ili kama compiler ikikuta hapa iko false zote, hapa ziko false zote, basi itekeleze neno ambalo linafanya, itekeleze output nyingine ambayo ni hiyo, ikiwa ni else. Yani kama hii ikishindikana kutekeleza, basi itoe output ni nyingine. Kwa katika nani utaandika else statement hapo, else labda hivyo hivyo nani. Kwa hiyo hiyo utafanya katika somo lijalo.